Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa mbele. Kwanza, maisha yangu yako hatarini, kwa sababu mimi pale kwenye kitongoji changu ni mwenyekiti wa kitongoji. Kuna uhalifu ulifanyika pale kwangu wa kukata miti bila kibali ya mvule. Ikafikia mahali sasa nikahojiwa kwenye vyombo vya habari, nikahojiwa kwenye vyombo vya habari kama mwenyekiti. Ile habari ikaruka. Iliporushwa ile habari ikaleta uadui mkubwa kwangu mimi. Ikafikia sasa mwisho wa siku nikawekwa ndani na mkuu wa wilaya masaa 48 hapo kwa kituo cha polisi. Ikafika mahali pia nikapata tetesi, mkuu wa wilaya wa Muheza anasema kwamba lazima huyo Elasto basi nitamfanyia jinai yoyote. Mimi nikapuuzia. Ile Jumamosi tarehe 31 ndio nikaja nikakamatwa. Nikawekwa ndani masaa 48. Baada ya hapo nilipotoka nikaenda kuripoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, yule ambaye alikuja na polisi kunikamata aliandika pale maelezo kwamba yeye nimemfanyia fujo mimi. Lakini baada ya kuleta ushahidi wangu, yule mpelelezi akampigia simu yule kijana ambaye Frank Lumpa. Akamwambia leta mashahidi wako. Akasema kwenye simu mimi hiyo kesi ni ya jamhuri sio yangu. Lakini yule mpelelezi akamwambia uje hapa ueleze hapa kwa muda wako kutoka nani. Basi hiyo ikaisha hivyo. Tarehe 10 baada ya maneno kusikia mkuu wa wilaya anazungumza juu yangu mimi kwamba kesi jinai, maana atanifanya studio, atapokonya vitambulisho vyangu, anifanye niseme mimi mkimbizi, aniondoshe. Mimi nikapuuza. Tarehe 10 saa 7 kasoro nimekaa nyumbani, naona namba ya uhamiaji mwisho imeisha 64. Naambiwa wewe ni nani? Naambiwa mimi ni Elasto, mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba. Unahitajika uje hapa uhamiaji ulete vitambulisho chako cha NIDA na ulete kitambulisho chako cha kura. Wakati huo ndani ya wiki mbili zilizopita walishaniita pale, nimeshapeleka vielelezo vyangu vyote, kopi zangu zote, hadi vyeti vile, hadi leseni, hadi vya NIDA, vya kura. Nimejieleza nilipozaliwa, nimezaliwa Moshi, nimekulia Gagris hapa Azimio, nimesoma shule Gagris hapa Azimio. Kila kitu nimeshaeleza pale. Lakini nashangaa tarehe 10 mwezi wa pili juzi napigiwa simu na lete vitambulisho vya NIDA. Sasa nikatafakari, nikamwambia nilete kopi au nilete original? Akaniambia lete original. Sasa hiyo original nyaraka ni zangu, inakuwaje nikuletee tena wewe? Baadaye tu nikaanza kukumbuka ile maneno ambayo nilikuwa naambiwa kwamba nini unachotakiwa kufanyiwa. Sasa tarehe 11 12 kwa kusema kweli nilikwenda kwa mkuu wa mkoa, lakini bahati nzuri basi alikuwa na majukumu mengi kulingana kuandaa utaratibu huu. Lakini niliacha barua pale ili kwa ajili ya usalama wangu niweze kwake. Lakini niliposikia unakuja leo nikasema hapana, nafasi niseme hili kwa sababu sasa hivi usalama wangu uko matatani. Naweza time moja nikatekwa au nikauawa. Sababu mkuu wa wilaya ameshapanga bifu na mimi. Lengo nia kubwa ya kusema vile kwa sababu tu ya kukamata ule uhalifu wa kukata miti bila kibali huyu mwenyekiti, basi imekuwa mimi kwangu ni kero kubwa, nimekama nifanya dhambi kubwa. Basi baada ya hapo mimi ikabidi sasa nitulie, ndio leo nimekuja kueleza mimi naomba usalama wangu kwako. Kwa sababu mpaka sasa hivi naweza nikatekwa au nikauawa. Na mpaka sasa hivi pia nimeshaikiwa bifu kwamba nitolewe kwenye mwenyekiti wa kitongoji. Na pia hiyo hali hapa mkuu wa wilaya. Nimeona nizungumzie hapa mbele yako, ukweli utaniweka huru. Na hata katiba ya chama inasema kule mwisho mwanachama ndiye atasema kweli daima, fitina kwake mwiko. Kwa hiyo nimeona niseme haya. Na baada ya hilo na kuongeza kero ambayo tumepona hapa kwenye kijiji chetu. Mimi sitaacha kusema kama mheshimiwa amesema mbele yako, tukasema umesema kero, tuseme kero. Kijiji chetu cha Muungano pale, mimi nimekuwa pale. Kuna kampuni ya Makazi Solution iko pale inafanya kazi ya upimaji. Upimaji sisi tunaupenda, tumeulizia, lakini kuna mambo yanayofanyika kupora watu wa ardhi zao pale. Imekuwa ni changamoto kubwa sana hadi kwa wajane hadi kwa wananchi bila kufuata utaratibu aina yote. Kwa hiyo kwa uchache huo mimi ningekuomba kama kuna uwezekano mheshimiwa waziri mkuu ungekuja hata kwenye kijiji kile ukasikiza hata wananchi hizo kelele zao hizo ninazokuambia mimi ili ujiridhishe mwenyewe. Asante sana. Kwanza mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu wanaoongea inabidi mwalinde, wasipate vitisho. Umesikia mkuu wa wilaya? Watu wakiongea hivi walindeni wasipate vitisho. Umesikia bwana? Utalindwa. Uko salama. Sawa? Andikisha na namba, andika na namba yako kwa wasaidizi wangu na mimi nitakupa na mimi ya kwangu. Sawa?
tunachosema ni kimoja. Tunachosema ni kimoja. Tunachosema ni kimoja. Tumekuwepo na mambo mengi sana yanayohusiana na hivi vitu. Ni kweli tuna tatizo la aina hiyo. Haya mambo ya Kwa hiyo mkuu wa wilaya, hii mambo ya kwamba siko salama hii tusieni maneno. Mtu akiongea asijione yuko matatizoni. Watu kienda kwenye mikutano jiji, watu waseme maeneo yao. Hata hao walioongea leo ya shamba asiwepo mtu wa kubugudhiwa. Sisi tumetumwa tuwasikilize, tunawasikiliza. Kila mtu aseme ukweli wa jambo anavyolijua linalohusu mambo ya uendeshaji wa shughuli za uzalishaji katika maeneo yetu. Na jana niliwaambia pale Tanga, nikawaambia moja, wala tusichukie uwekezaji. Shughuli za uzalishaji ndio utaratibu wa nchi yeyote inayoendelea. Haiwezi nchi ikawa inaendelea alafu shughuli za viwanda vikawa zinashuka. Hamna huo utaratibu kwenye uchumi. Yaani hauwezekani idadi ya watu kwenye nchi ikawa inaongezeka alafu shughuli za uzalishaji kwa njia ya asili na zenyewe zikawa zinaongezeka. Maendeleo ya aina hiyo hayapo. Nchi zote zinazoendelea huwa zinahama, zinaenda kwenye viwanda. Kwa hiyo wala tusiweke uadui na uwekezaji. Na pale Tanga nilisema kitu kimoja ambacho serikali inakisimamia, nayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Eneo lolote linalohitaji uwekezaji, linalohitajika kwa ajili ya uwekezaji, na nitanukuu maneno ya Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe, lazima mwananchi apate haki yake kwenye eneo lake alilokuwa anamiliki. Tena Mheshimiwa Rais alienda hatua ya mbali, akasema si kwa sababu nahamasisha uwekezaji basi ndio muende mkapore maeneo ya wananchi. Haya si maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anasema ndio tunataka uwekezaji, lakini haki za Watanzania wenye maeneo yao lazima yalindwe na lazima wapate haki yao. Nimewaambia na jana Tanga pale. Nimewaambia na jana Tanga mjini, ndio maana nimeacha ile timu ifanyie kazi. Kwamba nyinyi watu wa Tanga wala tusiwe na ugomvi na uwekezaji, tunahitaji uwekezaji. Wala tusiwe na ugomvi na viwanda, tunahitaji viwanda. Watoto wetu watafanya wapi kazi tusipokuwa na viwanda? Watafanya wapi kazi? Tunahitaji viwanda. Kitu cha pekee, ardhi isiporwe ovyo ovyo. Lazima maeneo ambayo yanatakiwa yafanyike uwekezaji, watu walipwe fidia, wapate haki yao, waendelee na maisha yao. Ndio, na Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa kulipa fidia. Sasa ninyi huku mnaofanya taratibu hizi za uhamishaji wa maeneo kwenda kwenye uwekezaji, msimgombanishe rais na wananchi. Rais maelekezo yake tena anataka fidia inayoendana na thamani ya eneo. Ndio. Sasa maeneo yote ambayo serikali inahitaji kwa ajili ya uwekezaji, wala tusiende kwa kificho, wala tusiende kimya kimya. Tuendeni kwa uwazi, ongeeni na wananchi wa eneo husika. Eneo hili linahitajika kwa ajili ya uwekezaji. Uthamanishaji na sheria ya uthamini wa maeneo inajulikana, ifanyike kwa uwazi, mtu apewe fidia, alafu tuende kwenye uwekezaji ili vijana wetu wapate maendeleo, ili vijana wetu wapate ajira. Hatutaweza kufanya shughuli hizi za maendeleo kama kila kona tuko na mgogoro. Hatutaweza kufanya hivyo. Sasa wenzetu wa ardhi, afisa ardhi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ile timu yetu ikishamaliza kazi ile maalum tuliowapa, waje na hapa wapate taarifa vizuri, then uamuzi wa serikali utafanyika. Niwaombe ndugu zangu Wanamuheza, tuwe na utulivu, tuwe na amani, kila mtu atunze vizuri kumbukumbu kuhusu eneo hilo analoliongelea. Tunzeni vizuri nyaraka, tuwe watulivu ili haki itendeki, ili tupate maendeleo.
Ndio, na mimi nilishawaambia wewe, mtu hata akija akiwa na hela usitake kusema wewe ukishakuwa na hela unakuwa Mtanzania na nusu, na sisi wengine wote ni nusu wa Tanzania. Kwa hiyo kuweni na huo utulivu, timu itakuja itawafikia, na tumekubaliana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, timu hiyo itapita eneo kwa eneo. Kwa hiyo maeneo yale watakapokuja watawaona, tujue historia yake, tujue uhitaji wake, tujue uelekeo, then tuende na huo uelekeo ili tuyamalize haya matatizo na tusonge mbele. Na wale ambao wameandikisha siku hiyo pia mjitokeze, mtapigiwa na simu tuweze kupata hizo dondoo. Timu yangu itapata hizo taarifa ili kuweza kusaidia, lakini na siku hiyo watakapokuja muwepo ili tuweze kusaidia kwenda nayo mbele. Nimekuona ndugu yangu uliyekuwa umeshika lile usiende mbali, umeshaandika namba yako? Umeshaandika namba yako? Jina litakuja nani? Jina lako? Rashidi Lipangala. Na yule shemeji yangu wa Moshi yuko wapi? Huyu aliyekataza miti huyu. Mangi yuko wapi? Yule shemeji yuko wapi? Ameenda wapi mwenyekiti wa kitongoji? Haya, Lipangala na huyo shemeji mje na mimi niwape namba yangu. Kwa hiyo jamani, basi tunawashukuru sana, timu itakuja itawasikiliza, lakini pia wengine